You are lifted up. Jesus, Jesus. You are lifted up. Oh, yes, Lord. Jesus, Jesus.
Sema amen. Naomba keti. God bless you. Kwa muda ambao niko nao nataka tu nipatie tu kidogo. Nataka muda ambao niko nao nipatiane watu kama 5. Ushukuru Mungu tu. Mwaka ambao umeisha umetufundisha kujua kwamba maisha haiko katika uwezo wa mwanadamu. Ni Mungu anapeananga maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajavuka mwaka, kuna watu wamefunikwa one day to the end of the year. Lakini wewe na mimi tuna sababu zote za kumshukuru Mungu. Sema amen nzuri. Nilipokuwa nakuja mapema asubuhi, hata usiku tu mimi nimekesha mpaka ikavuka ndio nikalala. Zile kelele nimesikia usiku. Yaani hata wale hawajamjua Mungu wamejua kuvuka mwaka huu imekuwa ni Mungu. Amen. Na ukipita njia hizi ndogo ndogo utakuta watu wamechoma tiles, wametupa mawe njiani, wamevunja miti, wamepiga vitu. Hii hata kama huwezi kuiona, unaweza kuihisi kwamba Mungu amena mchango mkubwa katika maisha yako. Na hii itakusaidia kuepukana na vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza kuviona ukaona vitu vikubwa ambavyo Mungu amefanya. Don't ignore whatever God has done to you because you cannot do it yourself. Kana yeye good amen. Tumekuwa Krismasi, imekuwa na sherehe za kukula na kunywa na mambo mengine. Usikubali vitu zote za Krismasi huko mikosi kisirani ukavuka nayo mwaka. Yaani tuko mwaka mpya lakini umekasirikia sababu ya mambo ya 2020. Basi umevuka na corona wewe. Sisi mambo ya lasia tumeachana nayo yote. Sema nimeachana nayo yote. Iwe kuna vitu havikuwaka ama vimewaka, wewe mshukuru Mungu umeingia mwaka mpya. Sema amen ya fujo tena. Sema amen nyingine. Alafu msalimie jirani yako kwa mbali tumwambie happy new year. Hiyo iko dhaifu sana. Mwangalie mwingine mwambie happy new year. Kuna wengine kizungu inapotea. Jamani, salimia jirani yako tu kwa mbali mwambie happy new year. Happy new year ni nini kwa Kiswahili? Mwaka mpya. Walimu wa fasihi hakuna. Happy new year inasemaje kwa Kiswahili? Mwaka mpya wenye fanaka. Mwaka mpya wenye furaha. Happy new year basi. Asante. So nataka nipeane watu 5 kwa muda wangu wa mahubiri. Waseme tu jambo, maana hakuna kitu Mungu anafanyanga kwa maisha yetu kidogo. Akifanya tu mwenyewe, wewe ungefanya hata kama ni kidogo. Haleluya. So kama ni wewe kimbia mbio kabla niweke microphone chini. Na usituambie ushuhuda ulishuhudia tarehe 25 na saa siku ya Thanksgiving. Tunajua hiyo. Tuambie kwa kitu mpya. Amen. Kimbia mbio una ushuhuda. Mungu amekufanyia kitu. Ni maisha amekupatia. Kimbia mbio. Na naomba usijirudie. Nataka utuambie kitu mpya ambaye hatujui, itutie moyo. Nataka watu wasimame tu ili tutumie muda vizuri. Usingojee ushuhuda imechacha ndio unasema hata mimi. Thank you so much. Wakimaliza wengine wanakuja tu, umebaki kuja kwa simama tu hapo bado wawili. Thank you, wapatie makofi mazuri. Dakika moja tu please. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni kaza ni mwakongo ni makofi Yesu mkama na mwokozi wa maisha yangu. Mimi nachukua mwaka jana ni kama mama alikuwa na mjamzito na anatembea kwa njia ya kitelezi. Lakini Mungu alinilinda kutoka Januari mpaka Disemba. Sijakonjeka na sijakufa corona. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wangu pia ni wazima, jamii yangu ni nzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namshukuru Mungu kwa sababu amenilinda, amenipatia uzima. Pili, nashukuru Mungu kwa sababu ya wokovu alionipatia. Nakaa kwa nyumba yake na sikia utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. God bless you. Patie makofi mazuri. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mwita Isabella, nimeokoka Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo nanyenyekea mbele za Bwana kumshukuru na kumuinua kwa sababu amekuwa kiongozi katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa mwaka mzima ambao tumeumaliza siku ya jana,
nina ushuhuda mbele za Mungu. Ni kwa sababu amenitendea na sina budi la kumrudishia shukrani. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza ni kwamba ameweza kunipa uzima pamoja na familia yangu yote. Tuko wazima, tuko na amani. Bwana asifiwe. Licha ya yote ambayo imeweza kutukia, mambo ya magonjwa nini, hali ngumu ya uchumi, mimi Mungu ameweza kunineemisha pakubwa sana. Nimemuona Mungu. Bwana asifiwe. Maana katika hiyo harakati, katika maisha yangu nilikuwa sijawahi nunua hata TV kwa nyumba yangu. Mwingine atasema TV ni nini? Lazima nimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Saa hii natazama kwenye runinga kwa ajili ya neema ya Mungu. Unatazama TV yako mwenyewe. Yes. Ya mwaka jana. Yes. Wakati wa corona. Yes. Yesu mkono. Nimesema kuna vitu vingine unaweza kuviona ni vidogo. Lakini ukiona imefanyika, mshukuru Mungu. Endelea mimi. Bwana asifiwe. La pili ni kwamba Mungu ameweza kunibariki kupitia watoto wangu. Kuna mtoto ambaye ako ndoa na mwaka jana ameweza kulipiwa mahari ambalo sio jambo rahisi. Bwana asifiwe. Ni jambo kubwa sana, mimi ninapotazama ni jambo kubwa. Nimeweza kulipiwa mahari la mtoto wangu. Mungu akaweza kuinuliwa. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni kwamba nilikuwa nimejaribu miaka mingi kutafuta plot, lakini ilikuwa ngumu. But Mungu ameweza kuniwezesha, angalau nimeweza kuanza kuwekesha kwa ajili ya plot, na ninatumainia kwamba hii mwaka niko na kufikia. Ni hayo tu, na kuinua Mungu na kumshukuru ni kwa sababu ni mwema. Ngoja kidogo. Wewe unafanya biashara gani? Mimi nafanya biashara ya hoteli. Unauza? Yes. Chai. Kwa hoteli yako ama nje? Yangu but kwa kipanda tu. Wewe uko na open air hotel. Yes. Unasikia hiyo? Mama TV ile ya mjiani TV na ananunua plot. Unaona kitu ya kawaida hapa. Alafu nimesikia amekuwa mother in law. Ng'ombe zimekuja na mbuzi. Hiyo makofi ni kidogo sana. Unajua wale watu tumelelewa kwa tabu. Vitu vikifanyika vinatutetemesha sana. Wale watu tumejua kulala njaa na kuteseka. Kuna vitu vikifanyika katika maisha yetu vinatutetemesha sana. TV. Wewe ni muujiza hapo. TV. Sasa ananiona kwa magharibi TV. Yes. Iko na remote. Na Mungu akubariki. Umesema kitu ya Mungu sana. Iko na remote. Alafu ananunua plot mwaka huu. Ameponea amnesty ya mwezi wa 6 ya kufukuzwa. Hata amejitetelea tu ndani ya ushuhuda, mwezi wa 6 nimesongesha amnesty. Sasa huyu ameokoka. Endelea Violet. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Violet Burundi, mama wa watoto 4, single mother. Namshukuru Mungu niko na wazazi mahali hapa. Sababu Mungu alikuwa na sababu kuniunganisha na dadi na mami mahali hapa. Sijui ningekuwa wapi mahali wakati huu, lakini Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu wakati wa corona. Mtoto wangu amesoma university miaka 7. Alikuwa afanye amalizie mwezi wa 4, corona ikatokea. Nikasema sasa huyu hata nimekiwa hapa. Lakini nashukuru Mungu wakati corona ilipungua akasema arudi shuleni, amefanya mtihani amemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Dadi, sijui kama unaweza kuniongezea muda nishuhudie tu yenye Mungu amenitendea. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na uvimbe kwa shingo. Bwana asifiwe. Sasa hii uvimbe nikaambia dadi, akanianoint na akasema inaenda. Kwa imani nikasema, Mungu alisema ukiwa na imani itaenda. Sasa nilikuwa nikiamka kila asubuhi nikiangalia kwa kioo nafikiria imeenda, lakini haikuenda. Bwana asifiwe. 2019 tukitoka Eldoret, process ikaanza. Nikapelekwa
na sister yangu huko Tororo kufanyiwa scan waone ni nini, kwa sababu inaitwa neural surgery. Huwezi kutamba tu na shingo ya mtu ama upande wa kichwa bure bila kujua ni nini. Kufika pale akatupeleka, wakasema hawana hapo, tukaenda pale. Kufika mbali nikapata huko maajabu. Daktari akataka kuniua nikiwa tu mzima. Akaangalia vile hiyo kitu yuko ndani kabisa, ndani ya mishipa. Akasema hii penye imefikia you are just dying. So hakuna haja ni kuue mapema. Bwana asifiwe. Sister yangu akashushwa moyo sana. Tukasimama tukifika kwa mlango akasema ama ni watume Kampala kwa daktari wangu mwenye anifundisha kazi. Akatupatia jina ya huyo daktari lakini hakutupatia contact yake. Sasa ikabaki kazi kwetu wenyewe kwenda kutafuta. Bwana asifiwe. Kampala hatujaenda, hata Uganda, currency ya Uganda hatujui. Tukaenda tukafika Kampala. Mungu akatuletea program mwingine kutoka Kenya. Akasema mimi nitawafanyia hii kazi, nitawatafutia huyo daktari. Tukampatia jina, akaenda mpaka mlango akatafuta akapata namba, kaongea naye akatuambia twende. Kufika pale daktari mzuri naye pia akaniangalia tu akaniambia my daughter, this is just a small thing. Tutafinya tu na itatoka. Na kila wakati nilikuwa nikipata ile process nakuja naambia daddy anaomba. So wakati walienda kufanya hiyo operation yenyewe ilikuwa tough. Mimi nililala, ulikuwa ukiamka unaamkia kwa ward ndio unaamkia kwa theater ndio kupeleka ward. Mimi nilipitisha masaa ya kuamka. Wakapasua watu wengine wawili, wakamtisha kwa ward. Mimi sijaamka. Ninangoroma tu. Sasa wakatuma ward ni attendant ya kuja aite sister yangu kwa ward. Yeye kukuja ameshika mikono nyuma. Sister yangu akakumbuka ile maneno ilikuwa ya mbali. Naye akaanza tu kuomba Mungu wa nyumba hii. Mungu nisaidie tu. Pastor wake alimuomba. Pastor wake ndiye alimtuma akuje. Nisaidie nisimtoe Kenya akafika Uganda akakufia huko. Mungu msaidie. Kwenda akakonga mguu. Hiyo ni part of men kwa Waluya. Umekonga mguu pengine huyu huko. Kufika hapo mbele tena akajikonga karibu aanguke. Huyu yuko kweli? Mimi akamwangalia akamwambia it's just okay. Kakuja wakanisindikisha wakaleta kwa wodi. Endelea kungoroma. Madaktari wamejaa wanaangalia sasa watu shawidu. Wakamuuliza huwa anangoroma hivi akilala? Akasema hapana. Wakati kitanda. Kungoroma ikaisha instantly. Daktari mkubwa akasema leteni shindano fulani. Hata hiyo shindano pata saa ine isikianga. Wakanidunga na nikashituka. Wakajua amekuja, wakaanza mwendo wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kuna Mungu katika nyumba hii. Mungu huwa anatenda. Hiyo kitu ilikuwa hata daktari wenye walikuwa wanaangalia wanasema, hiyo kitu iko ndani kabisa. Yaani ilikuwa inaitwa carotid tumor. Huku juu inapanuka na huku ndani inaendelea. Sasa ilikuwa karibu inafika kwa moyo na huku juu sasa ilikuwa ifunge windpipe na mimi sasa hakuna. Bwana asifiwe. Mungu ameniponya na hiyo kitu imenisukuma nikasema mimi nitaambia hapo watu wenye wako na shida wajue kuna Mungu katika nyumba hii. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. God is good all the time. And all the time God is good and all the time. Amen. Jina naitwa Susan Washara Muringe. Namshukuru Mungu kwa sababu leo hii ameondolea giza ilikuwa kubwa. Akanionyesha siku mpya kama hii tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa sababu neema yake inatosha. Kwa huruma zake imeweza kunifikisha siku kama ya leo. Mwaka uliopita namshukuru Mungu kwa sababu siku kama ya leo in fact siku vile nilivyoanza siku vile nilivyo hivi. Kama uliniona nilikuwa mwembamba kidogo lakini sasa leo hii nimefanyika kidogo. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi umekuwa mwembamba mno. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Kuna siku nilikuwa na Mungu hapa chini. Nikamwambia Mungu siku moja. Mbona mimi naona watu wanashikana kila siku wanapiga makofi kwa sababu ya mambo ambayo Mungu amewafanyia. Nikauliza Mungu hata mimi siku moja sote tukisimama hata mimi hata watu wanipigia makofi. Bwana asifiwe sana. Mwaka uliopita
Tulikuwa na mradi wa kununua plot na bado unaendelea. Nikamwambia Mungu, hata mimi nikimaliza nikinunua hiyo plot na nimalize, Mungu atakushukuru sana. Bwana asifiwe sana. Hiyo plot nilimaliza mwezi wa 5 na nilipokuwa nikiendelea hivi, Mungu tena kanijalia na ingine. Bwana asifiwe sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu neema yake inatosha kupitia mtumishi wa Mungu. Wapendwa, hii madhabahu neema ya Mungu inatosha. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu anafanya kazi nzuri ya kutuombea na kutuelekeza. Nami nashukuru Mungu kwa sababu siku moja nilipokuwa natoka kwetu Nakuru, siku najua siku moja kama hii nasimama mbele ya Mungu na mbele ya kanisa kama hii, niseme Mungu amenitendea. Bwana asifiwe sana. Mungu amenilinda na watoto wangu. Niko na watoto watatu, niko na Faith, niko na Helen na niko na Rachel. Nilikuwa hapa nilipokuja Bungoma hii, siku najua nitaelekea wapi na nitafanya nini. Wako wapi Harris, Faith na Rachel? Wajakuja. Walikuwa wadogo hivi, walikuwa na miaka 8, 12 and 14. Walikuwa wadogo sana. Wadogo. Sasa wengine wameniambia watanipandisha ndege. Bwana asifiwe sana. Mkubwa ameniambia atanipia ya tiketi. Nilikuja kiwa sana shukuru. Namshukuru Mungu kwa sababu ya matendo. Mimi ametendea mambo makubwa. Ukiniona hivi, unajua mtu anaona washada hivi lakini haujui mimi nimetoka wapi. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu hakika watoto hawa mzoni amefika amemaliza shule na hata amemaliza shule hivi, Mungu akampa kazi. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni neema kubwa ambayo nimeona Mungu. Mwaka jana hakuna mtu nipeleka hospitali, mmoja sikwenda hospitali. Mwaka jana ametendea mambo makubwa tu, nikihesabu tu vinaona neema ya Mungu inatosha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu mbele ya mtumishi wa Mungu na mbele ya mama na nyinyi wote mliosimama hapa. Nasema hii kanisa ina neema kubwa. Bwana asifiwe sana. Kama unamtumikia Mungu, mtumikie na nguvu na usijaribu kuchoka. Mwaka huu una neema kubwa. Mtumishi wa Mungu amesema mwaka huu una neema kubwa. Tuendelee kumtumikia na bila kuchoka. Mtumishi wa Mungu, nashukuru sana. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Mrs. Pamela Mtimba. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mtimba huyu amenona. Simama. Ngoja huyu gavana sana. Huyu ndio mtu. Sana kwa smart sana. Super team anavaa vizuri. Huyu anavaa vizuri. God bless you. Watoto wake unakuanga smart sana pia. God bless you. Watoto wa Ben, thank you. God bless you. Amen. Haleluya. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu ni kwa sababu ya neema na kibali ya kuona siku ya leo. Mungu ni mwaminifu. Amen. Jambo la pili, Mungu ametusaidia, tuko na boma. Na tumekaa kwa hilo boma kwa muda bila kudedicate. Kwa hivyo Mungu alitusaidia on Wednesday tukaweza kudedicate boma letu. Tunampa Mungu utukufu. Jambo la tatu, kwa muda mrefu tulipohama kulikuwa na kikwazo na my mother-in-law. And for a long time tulitamani mama akuje kwa boma letu lakini akawa amekataa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana 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 sana, kwa sababu hiyo siku ya dedication mama yetu alikubali kukuja pamoja na mashemeji zangu na wakaweza kuingia katika boma letu. Haleluya. Wangapi tuna mother-in-laws? Mother-in-law amekuja kwako, ni wangapi? Kama unafikiria ni rahisi, njoo uniulize. Si rahisi. Amen. Lakini mimi nina kila sababu ya kuambia Mungu asante. My mother-in-law kuja kwangu na mashemeji zangu. Unajua mother-in-law kikataa pia mashemeji zako wamekataa, si ndio? Kwa hivyo hiyo jamii yote kukuja kwangu, mimi nampa Mungu utukufu. Amen. Mungu awabariki sana. Karibu sana mama. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tumeambiwa tushuhudie, nami pia napenda kushuhudia. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mwaka ambao umepita. Umekuwa mwaka ambao ulikuwa na mambo mengi, mambo magumu, hali ngumu. Lakini mimi nashuhudia kwamba katika jamii yangu kama kuna mwaka tumeona Mungu, ni mwaka ambao umepita. Bwana asifiwe. Kuna wakati ulifika makanisa yakafungwa, ikawa sasa tutafanya nini? Bwana asifiwe.
hata wengine wakawa wakituma kwenye mitandao, wachungaji watajipanga, lakini sisi kama kuna mwaka tumekula vizuri ni mwaka jana. Bwana asifiwe. Hakuna siku tumelala njaa, hakuna siku tumekula mboga. Tulikuwa tunakula mboga kwa kutaka kwetu, lakini tulilishwa na watu ambao sijui. Mungu alitutetea, Mungu alitupigania, tuliona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, namshukuru Mungu kwa sababu jamii yangu hakuna siku tumelazwa hospitalini. Kuanzia Januari mpaka jana tumevuka mwaka, hatujawahi lazwa hospitali. Sisi ni wazima. Tukienda labda hospitali tunaenda kuona watu wengine tu, kuwatembelea, lakini si ati sisi ni wagonjwa. Nampa Bwana utukufu. Ushuhuda wa tatu, mwaka jana tumepewa shamba 2.5 acres. Bwana asifiwe. A very big testimony. Huo ni ushuhuda ambao sikuwahi tarajia katika maisha yangu. Sasa hivi tunapoongea tuko na shamba 2.5 acres. Tena December tu mwaka ukaribia kuisha. Tena mwaka ukaribia kuisha. A very nice plot. Shamba ambayo iko mahali pazuri, yani iko na miti ndani, imewekwa waya, niseme nini? Iko na mahindi ndani, kuvuna tu. What a mighty God we serve. Hallelujah. Kwa hivyo mnavyoambiwa na Sister Susan, kuna Mungu katika hii nyumba. Kama sisi anaweza kututendea, je, wewe? Hakuna kitu ambacho Bwana hawezi kukosa kutenda. Mwamini tu, na wakati wako unapofika Bwana anaenda kukutendea. Kwa hivyo mimi nina furaha, nina shamba, niko na mahali pa kujenga nyumba, niko na mahali pa kufuga ng'ombe, niko na mahali pa kulima chakula, na utukufu wote namrejeshia Bwana. God bless you so much. Namshukuru mchungaji kwa kunipenda na kusimama na jamii yangu. Amekuwa wa baraka katika nyumba yangu, ametushika mikono kila wakati tunapokuwa na changamoto. He's always there for us. Bwana asifiwe. Na ninampenda sana na moyo wangu wote. Ni zawadi kwangu Mungu alinipa, na ninajua hii zawadi tunaenda mbali mwaka huu. Mchungaji, Mungu akubariki na kushendelea. I love you so much. Imeanza kuchacha. Ushuhuda imeanza kuchacha. 2020 ulikuwa mwaka, nina vitu vingi vya kutaja, hata tunaacha tu. Nilitamani sana shamba ya kulima niwe na chakula. Tumepata shamba 2.5 inaelekea 3 shamba kubwa. Kuna miti na mahindi ndani. Yule alitupatia akasema, huyu amelima mahindi, vuna mahindi yako, toa sitaki mambo yako. Hii shamba ni ya pastor. Mwaka wa corona. Mwaka huo mtu amenunulia TV ya 100,000 na izima na mdomo. Nimekuzima na izima. Ukiiba hiyo utaiweza, ina rekodi saundi yako. Mwaka huo mtu amenifanyia system ya solar system ya nyumba yangu yote 100,000, panel, battery, kila kitu. Unaweza kuviona ni vitu vidogo, lakini wangu siwasi msimasi kama ikipotea. Hata TV na stima ikipotea ni kufinya tu bato na nyumba nzima mpaka nje inawaka. Wewe najua una ushuhuda na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amelinda watoto wangu, Mungu amelinda mke wangu, Mungu amewalinda. Leo asubuhi nilikuwa naandika nikasema, jana usiku nikasema, ninamshukuru Mungu kwa sababu mwaka wa 2020 pastors wamezika washirika wao. Lakini mimi mwaka mzima sijafanya ibada ya mazishi ya mtoto wangu wa kiroho au mwili. Hata wazazi wangu wako wote. Ongezea heshima kwa Mungu. Ndio maana jana wale mlikuwa ibada ya jana jioni, nilikuwa nahubiri miguu mitupu tu, nilikuwa natembea tu chini. Yaani sina formula ambayo naweza kuitumia. Mungu I don't know, hata sijui kama nafikisha viwango ambavyo Mungu anataka. Ametufanyia mambo mengi pale nyumbani, mengi vitu vingi ambavyo nilishangaa. Mwaka wakati kanisa zilifungwa,
Mimi nilimshangaa Mungu sana. Hata wale watu walitoka kanisani, nilikuwa naona wanatumia pesa 10,000. Hata wale walienda tauni zingine 20,000, 5,000 na mtu hata simuonagi. Nikamuuliza mwingine, nikamuuliza na nini, akasema pastor, nimekumbuka tu kuna kitu nilipata kutoka kwako. Jana nilikuwa naombea gari ya mtu KDA Toyota Fielder ya white. Ni jana tulikuwa na gari ya Mrs. Shirley Celeste. Ni jana Friday tukitoka hapa tulienda siku ile tulidedicate nyumba yake. Ya siku ile dedicate nyumba yako, nilidedicate na gari mpya KDA. Tena si kanisani, barabarani. Haleluya. Huyo mwalimu si mshirika wangu, mshirika mke wake mmoja kushiriki hapa na nikawaombea. Sasa nilikuwa naenda Totoli jioni karibu saa 12 karibu saa 1, akaniona, akanifuata na akasimamisha gari. Kama nini? Akasema pastor, nimekuona. The car I told you to pray for me, I've already imported it. Na nimeimport na ndio hii KDA. Akaniambia na nakuomba tu pastor, nakuomba. Ujue si mshirika wangu. Nakuomba uiombee tu gari yangu na uendeshe. Nikakatoa hapo gari. Na mimi na gari ni mapacha. Nikaitoa hapo. Nikarudisha. Kaniambia kwa sababu umeendesha gari hii, Mungu wako atakuwa mwema kwangu. Najua kila mmoja una ushuhuda. Imagine siku hiyo ya 30 nimededicate boma au amekaa kwa nyumba yao miaka 20. Sasa ndio tumeenda kudedicate nyumba yao. Tukaita Mungu na it was very colorful. Wale walikuwa huko, it was very colorful. Kuleta wazazi wako kwako, wakupokee na watamke baraka kwa maisha. It was very colorful. Na ndio maana ilizaa gari hiyo siku tu na nikabariki gari ya mtu mwingine. So nataka tu niende katika nafasi, ama kuna mtu nafungia, maana unajua ile kinoga. Mtu mmoja. Njoo baba. Njoo, patie ni microphone. Thank you. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Paulo Abora. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nikisimama mbele ya madhabahu haya kwa kutangaza mwaka mpya, nina furaha, lakini ninahitaji tu maombi yenu kwa kitu kimoja tu. Mungu ananipenda. Mungu amenionyesha makuu ambaye ningetoa ushuhuda, lakini kwa sababu ya muda kuna shida inanisumbua. Nikishika pesa zinaburuka kama moshi tu, na nimebahatika kushika pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu amenisaidia, ninafanya kazi ya pesa, lakini pesa zenyewe hazinisaidii. Na hilo pepo naomba tu msimame na mimi na hakika liishe, hizo pesa zinisaidie. Na ninafurahi hata siku moja nataka nitangaze juu ya madhabahu. Mungu akinisaidia nitarifilia mchungaji hisia gari, kwa sababu nadilingi na hizo hisia za gari. Na siku moja nikisaidika, Mungu anisaidie sana, nitakuja hata tuweka hapa fridge. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweke fridge hapa, tutakuwa tunakunywa maji yetu pale. Nataka niseme hakika mniombee. Mimi uko nyumbani kwetu, nimezaliwa kijana tu na ninapitia masaibu mpaka hata sijajenga nyumbani kwetu. Nina mishale za kichawi. Naomba maombi yenu, msaada wa maombi. Alafu pepo hilo la kukula pesa zangu, pepo hilo naomba msimame na mimi. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya huyu kijana yanaweza kusound funny, lakini yana uzito sana. Nisikia amesema mimi ni kijana peke yangu kwetu na sijajenga. Kuna uzito fulani. Anafanya kazi lakini haoni. Nilisema you can have money lakini ukanyima progress. Yes. Tutakuombea baba, Mungu hana upendeleo. Nilisema jana kwamba all of us come from God
and God has a share of blessing each one of us. Don't hate anyone. Praise the name of the Lord. Ninifikiria sana mwaka huo na nikajiambia hata nikitaka kumwambia Mungu asante, nitaitumia lugha gani? Maana imekuwa mwaka ambao hautawahi kusahaulika. Ukisahau kunao utakumbuka maski, ukisahau maski utakumbuka social distance, ukisahau social distance utakumbuka shule zilifungwa, ukisahau ya shule utakumbuka ya kanisa zilifungwa, ukisahau ya kanisa utakumbuka miji zilifungwa. Na tulipimwa joto na watchman badala ya daktari. Badala ya kupima temperature na madaktari tulipimwa temperature na watchman. Kwa supermarket. Kitu kipya mno. Moyo wako unaweza kumkalisha Mungu ama moyo wako ukamfukuza Mungu kulingana na vile unavyochukulia kile Mungu anafanyanga kwa maisha yako. Leo ndio siku ya kwanza kabisa ya mwaka huu. Unaweza kumuita Mungu na akakuja, lakini kuna jambo la pili, kumkalisha kwako. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea uweponi mwako kwa sababu ya fursa ya kipekee ambao tumechagua tukae kwako asubuhi hii, tukikushukuru kwa tarehe ya kwanza ya mwaka wa 2020. Mwaka huu kando na kuwa mwaka tu, ndio mwaka unatupeana sisi kwa mwaka wa uchaguzi. Huu mwaka watamea na kutokea wanasiasa. Huu mwaka kuna wale ambao watawaza kugombea viti mbalimbali na kutupatia viongozi utakaosimamia uchumi, serikali na nchi yetu mwaka ujao. Mwaka huu ni mwaka wa watu kufanya maamuzi ya kuchagua kile ambacho watataka katika political realm yao na economy yao. Bwana, tunakuomba usikose kwenda nasi. Usikose kwenda nasi. Dunia ina masaibu mengi sana. Dunia ina mapito mengi sana. Dunia ina mambo mengi yanayofanyika kinyume na sisi. Bwana, tukiwa katikati ya watu wa dunia hii, weka alama yako juu ya vipaji vyetu, tukawe salama tu. Tukawe salama. Machozi yangu ni ya shukurani kwako leo, kwa sababu ingekuwa kuishi kwangu ni gharama ya pesa ama katika uwezo wa wanadamu, sote hatungekuwa wapi. Pokea sifa na utukufu. Unipe neema ya kuhubiri sana kuliko mwaka jana. Unipe neema ya kuelewa hekima inayotoka kwako na maarifa, mafunuo, upako wa mwaka huu. Ili Bwana, ninaposimama nyumba hii, kila anayekuja asikose mkate wake, maji yake na chakula ambacho Bwana utakuwa umenipatia. Achilia ushirika wa Roho Mtakatifu katikati yetu, tukakae kwa undugu na kwa amani na kwa umoja na kwa upendo na kwa ushirika wa Roho wako. Kwamba nisiwepo hata neno moja shetani atatumia kutugawa na kutudhoofisha kwa viwango vyovyote. Yesu ni Bwana. Yesu, wewe ni Bwana. Mabwana wengine wanageuka, wewe ni Bwana. Unatupa yale ambayo hatukustahili. Unatulinda kwa viwango ambavyo sio vya kawaida. Unatupa amani na utulivu katika nchi ambayo ina taharuki ya magonjwa. Bwana, pokea utukufu. Moyo wangu unakuheshimu na moyo wangu unaliadhimisha jina lako. Asante kwa matendo yako mazuri. Asante kwa heshima kubwa ambayo Bwana umeikirimia maisha yetu. Asante. Naombea kila kiongozi wa nyumba hii. Naombea kila mchungaji.
naombea kila mama. Hatukujalia mwaka huu kwa sababu sijaenda nyumba ya mshirika yeyote hata mmoja kumshika. Basi yale machozi ningelia kwa sababu mwanangu ameondoka. Bwana, ninalia kwa sababu moyo wangu unakufurahia. Kwamba watu wote tulianza na wao Bwana, hata kama wengine hawapo kanisa hili, lakini kule walienda wote wako ni wasifu. Asante. Wewe ni Bwana. Asante Yesu kwa uzuri wako. Asante Yesu kwa upendo wako. Tunaweza kuwa tumekosa vitu vidogo vidogo, chakula, mavazi na mambo mengine, lakini Bwana umetupatia vitu vya thamani, uzima na uhai tulio. Asante kwa maisha yetu. Asante kwa watoto. Asante kwa ndoa zetu. Tukumbushe wewe ni Baba kila wakati tunaposahau. Tukumbushe wewe ni Mungu kila wakati tunachoka, ili Bwana tusiondokewe na neema ya 2021. Ninaposema nitumie, maana hii ni ujumbe wangu wa kwanza mwaka huu umeanza. Ukawajenge watoto wako na kuwarekebisha na kuwainform from your heart at personal level. It is called koinonia, personal intimacy. It is called koinonia, personal intimacy with God. Personal intimacy with God. Tafakari tu uzuri wa Mungu katika maisha yako. Mungu anatupenda watu wa nyumba hii sana. Mungu anapenda sana nyumba hii. Mungu anatupenda sana. Anatupenda sana. Na ndani ya moyo wako mwambie Bwana asante. Asante kwa maisha yangu. Kitabu ni cha Mhubiri sura ya 3. Taanza mstari wa kwanza. Nataka asubuhi ya leo, ikiwa siku ya kwanza, ni share nawe kuhusu guarding yourself against common mistakes that can ruin your progress and your life. Kulinda maisha yako kinyume cha makosa ambayo unaita ni common. Inaweza kuruin ndoto yako, inaweza kuruin progress yako, inaweza kuruin ndoa yako, inaweza kuruin future yako. Mhubiri anasema, ukifika nitasoma, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira. Any activity there is a season. Tuko mwaka mpya. Nataka ujue ni nini ambacho mwaka huu unaitisha kwako. Nilisema jana kwamba usiwahi kuishi maisha ambayo sio yako. Season hii Mungu ameamrisha nini? Nisikie tena. Kwa kila jambo kuna majira. Sasa Mungu anapeananga season, lakini jambo ni wewe ujue jambo gani lina shoot season hii. Wale mko shuleni mnasoma, Mungu amepatia season ya shule, ni wewe ujue ni masomo, si kuoa ama kuolewa. Unaweza pollute na ukadefile season by your character and action. Mungu amepeana majira. Wakati ukifika mwezi wa pili na wa kwanza,
vile tuko Januari na Februari, utaona watu wanaenda shambani tu. Mungu amepatiana season. Sasa wenyewe wanajua ni walime. Mungu halimi mashamba yenu. Yeye ataleta mvua. Sasa uwe ulilima ama haukulima, season ya mvua ikija itanyesha kwa shamba yako bila chakula. Ikifika mwezi wa 8 kama hukulima, hukupanda, Mungu ataondoa mvua ili watu wavune, hata kama hauvuni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hupeana majira. Ukizaliwa msichana mdogo, ukishazaliwa kuna umri unafika, mwili unaanza kuchange, unabaleghe. Body changes zinaanza ku take place with or without applying, they will change. Hiyo ni kazi ya Mungu. Sasa niwe ujue season na umri nimefika, ina demand nifanye nini. Many people are failing because they abuse right seasons. Watu wengi wanashindwa kimaisha kwa sababu you are doing a very good thing in a wrong season. Unafanya kitu kizuri, ni kweli sasa unafaa ukule vizuri, tumie pesa, lakini ni vizuri kufanya hivyo, lakini majira hayo yanakuruhusu kufanya vile. Kuelewa mwezi wa Disemba kuna watu hata wametoka kwa ndoa zao kwa sababu mume wake hakumfanyia vile anataka. As we are talking now, the people are not talking even in the family, because every season that God rewards us supports the activity. If what you are doing is not supported by the season, you are living contrary to the will of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo tuende pale tena. Watu wa Mungu mko pamoja? Kwa kila jambo kuna nini? Majira yake. Kwa kila jambo kuna wakati wa kuzaliwa ametaja, kuna wakati wa kufa. So kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya, watu wanakuangalia wanashtuka. Huyu anafanya nini sasa hivi? Hii ni miaka yake ya kufanya hii. Hii ni miaka yake ya kufanya hii. Uliza jirani yako, hii ni miaka yako ya kufanya kile unafanya? Niulizie tu kwa upendo. Na ndio tumeanza mwaka, usifanye vitu kama last year. Uliza jirani yako, vitu wenye unafanya sasa ni ya majira haya. Muulize. Kuna watu wamefika miaka 70, ni mzee ati ndio limeanza raha. Watu wanakuuliza, unakimbizana na watoto wa high school kufanya nini? Mtu miaka yake ya kufanya vituko ilisha, unamkuta kwa system ambayo sio ya viwango vyake. Ndio maana 2 Peter tusome na wewe, alafu nianze kudispense vipengele kadhaa tu. Watu wa Mungu, na Mungu atakubariki sana. Hallelujah. You must be conscious of time. Lazima uangalie kile unafanya kitakuacha wapi kesho. Kile unafanya leo kitakuacha wapi kesho. 2021 nimesema ni mwaka ambao vitu vitaanza kumea politicians. Wewe huwezi kutapita kura, acha hata kwanza. Na unajua usisumbue maombi yangu. Does the season support? Unajua pastor niombea na nikaanguka. Maombi ilifika mbinguni, lakini Mungu akaona hakuna viegezo. Mungu hakukangi. Hallelujah. Utaona hapa 2021 by December, utaona hapa watu karibu 5-6. Basi hata mimi nataka mtu mwenye unataka kushindana naye kwa infrastructure anakushinda mbali sana. Labda wakuhurumie kwa kupiga nduru. Utembeao kupiga, mimi nifika peke yangu, msiponipitisha nitakwama. Wakuhurumie. But kama ni mitindo ya Kenya ya hizi, tauza mpaka nywele. Sihubiri mambo ya kutupendeza sana, lakini nahubiri ukweli. Does the season you are in support
what you are doing. Maisha ambayo unaishi leo yana compact na season ambayo uko. Twende kwa Biblia na wewe. Nimesema wapi? Second Peter. Chapter. Sijua pia chapter. Second Peter chapter 3 verse number 17. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo ni nini? Majira. Mkitangulia kujua majira yanaitishanga, jilindeni nafsi zenyu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha udhibitifu wenu. Mkijua majira na nyakati zenu. Umepata hiyo watu? Umepata hiyo nimesema? Second Peter 3:17. Second Peter 3:17 umepata? Kimbia bisa. Sikiza mtu akusema neno haya. Sote tuko 2021. Lakini season hii haipromote kila mtu kufanya kitu sawa. Kila mtu ana kitu chake cha kufanya. Kile season hii na promote kwangu, it might not promote you when you do it. Turudie tena. Basi wapenzi, mkitangulia kujua majira. Nitumie neno majira, maana nimesema hayo. Mkitangulia kujua season zenu. Jilindeni nafsi zenu, guard yourself. Msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha udhibitifu wenu. Ye therefore, beloved, see you know these things before. Beware lest you also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Ukielewa season yako, ukielewa majira yako, usije ukategwa na mbinu na njia za kijanja ukaondoka katika uimara wako, steadfastness yako. Kuna focus uko nayo, kuna malengo uko nayo, kuna target uko nayo, usije ukategwa. Kwa ninaona vitu vingine na cheka. Kuna mahali naendaga sometimes kule kwa hoteli, unakuta watu wamekaa wanaongea, lakini wana wasiwasi. Mtu anakula na mwanamke akuli kama ametulia, na unakuta mtu mzima age ya 50 anakasichana kama ka 25 years kamevaa nguo zimemshika, wanakula. Alafu uone mtu akiita dadi ama baba ama whatever, alafu anakaa ni kama what are you doing there? What are you doing there? Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenyu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu. Haya ndio makosa ya hao wahalifu. Number 1, losing God for material. Losing God for material. Kumpoteza Mungu kwa sababu ya vitu. Acts of the Apostle chapter 5. Ananena Safira died because of a shamba. Shamba iliwaua. Shamba iliua Anania na Safira. Losing God because of anything that is material. Number 2, reducing spiritually for material gain. Maisha yako ya kiroho yanaanza kusongwa na mahitaji ya mwili. Your spiritual life inasongwa. Being a Christian in the church and you don't do anything, you are dying spiritually. There are no spectators in Christianity.
Christianity is not theoretical. Christianity is practical. Ni nini unafanyanga kwa nyumba ya Mungu? Mwaka 2021 era ya pili ama ni ya tatu, ya pili, reducing spiritually for material gain. Hufanyi chochote kanisani, hata kufagia, hata kwa waimbaji, hata kupanga viti. You are just a good Christian ambaye unataka Mungu abariki biashara zako na vitu vyako, ndoa yako, uende mbinguni. You cannot do anything. Yani wewe huwezi tumwa na Mungu. Nitumie maneno magumu kama hayo. Maisha yako huwezi kutumwa na Mungu kwa kiwango chochote. Lakini unaweza tumwa na mahitaji yako ya mwili. Because you have children, lazima uende ufanye kazi walipie school fees. Because you are married, lazima uende choo mume wako akule vizuri. Lakini huwezi kutumwa na Mungu. Second mistake, reducing spiritually for material gain. Unajua nikijicommit kwa mambo fulani kanisani yata affect masaa yangu ya kwenda kazi. Nikiingia kwaya, hiyo masaa yao ndio inakuanga ya wateja. What can we do without God, church? Where would we be if God was not with us? So unasikia roho yako inakwambia kuna vitu vya kufanya na kuna vitu si vya kufanya. Kwa nini? Anything in the house of God that can interfere with your physical program, to you is an abomination. Kitu chochote ambacho kinaweza kugusa programu yako huwezi kuingia ndani. Na nitaka nikuonyeshe mfano ya wokovu. Mungu ndio apeane kipawa cha wokovu. God had to interfere with a relationship to give Jesus Christ to us. If God cannot interfere with you, you cannot interfere even with your prayers. God had to interfere with the relationship of Joseph and Mary. Na akawaambia, I've halted this for a period of 1 year until my own gift is born. Ndio utaanza kuzaa watoto wako. I believe Yusufu angebaki bila kuzaa Yesu kupitia Maria, mtoto wake wa kwanza angekuwa Yakobo. Yakobo angezaliwa wa kwanza katika ile nyumba, hangetuokoa. It was Jesus Christ. Mtu wa msikize, kuna vitu vya kiungu vikiwa firstborn kwa maisha yako vinatakasa the entire system. Kana hiyo sauti inaendelea. Yakobo angezaliwa wa kwanza katika nyumba ya kina Yesu, wokovu haingetoka kwa hiyo nyumba. So Mungu anainterfere na uhusiano ambao tayari umejulikana kanisani. Programu za harusi zimeanza. Mungu anasema ngojeeni kwanza hiyo. I have a special agenda here. I want to give you a gift that will save humanity. Hata yule atazaliwa na huyu mama na mume, angojee kwanza nizae kile kitamuokoa ndiye azaliwe yeye. Can we choose this year to value God? Hallelujah. Chagua mwaka huu Mungu awe wa kwanza katika mambo yote na maeneo yote ya maisha yako. Vitu vingi tunavyovitanguliza katika maisha yetu alafu namweka Mungu namba 2, zile zilitangulia zitakufa. Because God hawezi kuwa namba 2. He's either God of everything or he's not God at all. So Mungu alitafia. Na kitendo hiki nakifundisha katika setup ya wanadamu ni uwazimu fulani. That you are too much in God until even people begin to complain. Now, Mary conceived Jesus. And when Joseph realized that this one will cause public disgrace, Joseph chose wisely to withdraw from a relationship privately. And when the Spirit of God discovered the process of withdrawal, the Spirit of God warned Joseph
the pregnancy the woman is carrying is not yours or from any other man. I tend to think kwamba Yusuf alikuwa na draw because of two things. Number one, public disgrace. Number two, jealousy. Inawezekana huyu mama ana mipango ya wanaume wengine. Hii mimba sio yangu na mimba. So I withdraw because of disgrace, humiliation. Number two, jealousy. And God told him, I am as jealous as you. Kama ungezaa na yeye, singempa Yesu amzae. So nikitangulia mimi, uko safe. He's called Jehovah Kana, a jealous God. Are you listening to me? So mwaka tumeingia, uende kwenye vitabu vyako na kwenye kumbukumbu zako. Where have you placed God? Petro amesema nikusaidie kurudia tena. Amesema basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenyu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha udhibitifu wenu. Number 3, ignoring God's warning or God's voice. Kosa la 3 ambalo mwaka huu Mungu akusaidie kupuuza maono ya Mungu ama sauti ya Mungu. Sasa tulipokuwa hapa tukiomba, Mungu akaniambia kuna attack juu ya hii nyumba. Mlikuwa na tukalia sana. Nilishindwa hata kungojea mama malize sifa. Nilikuja kama hapo hapa, nikasikia kuna attack inakaribia kutufikia. We have to stop it. Ukiishi maisha bila kusikiza Mungu una gesi. Mwaka huu uwe na muda wako wa maombi, Mungu aongee na moyo wako. God talks. Job chapter 33 verse number 14. Mungu anaongeanga. Wafanyabiashara, omba Mungu akuelekeze. Wale mmeajiriwa, omba Mungu. Watoto, muombe Mungu. Unaenda shuleni, omba Mungu. Kile mimi najua kama mtu Mkenya, wachana na mambo ya magoha. Kama Mkenya mimi kile najua ni kwamba shule hazitaweza kuweka social distance, na shule hazina madarasa ya kutosha, na shule hazina deski za kutosha, na shule hazina walimu wa kutosha. Wachana na magoha. Mimi nakwambia ukweli, hiyo vitu hakuna. Sasa nani atalinda watoto wetu? Ni Mungu. Tusidanganyane hapa. Haleluya. Shule hazina madarasa za kutosha. Kama wataongeza madarasa, waongeze walimu. Because if you increase classes and the teachers ni wale bado formula haiwezekani. It is true. Hakuna madarasa za kutosha, hakuna deski za kutosha, social distance, compound ya shule ni sijasikia serikali imenunua shamba. Because how do we increase classes in the same space? Itamaanisha basi watajenga madarasa kwa playground na tutakuwa na mahali pa kucheza mpira. Mimi si msomi sana, msinichukulie kama msomi, na ujinga wangu najaribu kuelewa hivyo tu. Amen. Sasa nani anaenda kutulindia watoto wetu wakiwa shuleni? Mungu. Sema amen nzuri. Watoto wengine wazazi wao wanafanya vitu tofauti. Watakuja na shida, waletee mtoto wako. Kwenye mtoto wako anashika, yule mwingine ameshika pale. So nakuomba asubuhi ya leo, tena ikiwa ni mapema sana, usiignore sauti ya Mungu. Sema amen nzuri. Number 4, ignoring your mistakes. Kuna watu ambao they live doing the same mistake several times without care. You don't even care when you are doing something wrong, you still do it again. Don't ignore mistakes zako. Ukijipata katika maisha yako ya kule nje ama katika ulimwengu wa kiroho umekosea, never ignore, because any mistake that is not attended to will still affect you in future. Are you listening to me? Any mistake that you ignore and don't attend to will affect you in future. Kuna mambo yanakula ndoa za watu leo kwa sababu mama ama baba akiwa kijana kuna vitu alikuwa anavifanya na hakurekebisha. So ameingia kwa ndoa lakini ile tabia bado ako nayo bado.
Kama ulikuwa mchana mkiwa primary ulikuwa unapigana na busha wanaume unashika wanaume kama leso. Umeolewa uko kwa ndoa kwa mtu na bado unatisha mume wako. Unatisha yeye, unampatia ultimatum. Halo. Kitu ambavyo kukurekebisha inaweza kula na kumesa future yako. Mama mmoja aliolewa na mtu mmoja tajiri. Alikuwa na tabia akiwa mchana watu wakimaliza kukula wamelala, anaenda jikoni anakula. Sasa akaolewa na mtu mzuri na alikuwa amesoma, wanaishi vizuri. Akawa anatoka usiku anaenda anachukua maziwa kwa friji anakunywa. Na si ati anajaa. Unajua tabia inakujanga inakuwa ni roho, ni jiroho. Sasa mzee akawa kwa sababu ana pesa doesn't feel wale. Na maziwa si ilikuwa jana anajipanga. Mama kila wakati mama anajipanga, kila wakati mama anadanganyana. Sasa siku moja mzee wake aka connect fridge kwa power body engine. Sasa mama alipoamka usiku kwenda kuchukua maziwa, fridge ikampiga sauti. Kapiga umeenda dining saa usiku. Ufanye piga tu ameanguka chini. Nakufa. Maziwa peke yake inataka kukufanya uniue. Kasababisha kwa naua wewe, nilikuwa naua mwenye anachukuanga na si wewe, siku zote akuangu wewe. Mko hapo mtu wa Mungu? Mwambie jirani yako tule tu makosa dogo unafanyanga. Acha. Nitamesi future yako. And the husband was totally humiliated. Mama ako kwa night dress. Maziwa imemwagika kireso na friji. Night dress. Na maziwa. Na kupiga luru. Sasa mama, penye tumefika hatuwezi ishi. Msichana anapoteza ndoa nzuri. Ukisikia nyumba iko na friji, mtu wa Mungu, iko na stima. Mungu hapa mumeenda. Na ukisikia nyumba iko na stima ndani, iko na vitu vya kutumia stima. Na ukisikia kuna friji, kuna vitu vya kuwekwa ndani kama nyama, kuku, maziwa, miwa na mahindi choma. Sawa? Kuna vitu vya kuwekwa ndani. Anapoteza ndoa yake kwa kikombe cha maziwa. Sasa ukirudi kwenu unaenda kuambia baba yako na mama ndoa yake imekuwa nini? Maziwa. Si maziwa. Msha wangu ni mtu wa vijijini anaenda vidogo. Vitu vidogo tu anajitafuta tu makosa, hata sio maziwa peke yake. Amenitafuta siku nyingi sana. Alikutafutia wapi na mnaishi kwa nyumba moja? Amenitafuta sana. Hiyo maziwa ilikuwa tu ni kisingizio, lakini ukiwa peke yako unajua ndoa yako imeharibiwa. Basi kwamba mzee wako anamkataza kunywa maziwa kama. Si mmekuja ikabaki ni mkaweka kwa friji. Na kama ulikuja si basi upugie tu atanunua. Sasa kuna katabia kanisandia. Ataigido. Atajiuliza maswali. Ni nini inaniingianga kunywa maziwa katikati ya usiku na nimeshiba na sina njaa? Katoka hapa kaenda. Yule jamaa walipoenda kesi na wazazi wakasema, wazazi wakamuomba sana wamsamehe. Yule jamaa akasema ile njia tunaweza kusaidia msichana wenu ni moja. Nimemsamehe kabisa, lakini kile naweza fanya ili uhusiano usiharibike. Baba uko na wachana wengi, nipatie mchana wako mwingine mwenye hana tabia kunywa maziwa usiku, na huyu mrudishe kama once good soul not ili iko refunded. Nimerefund. Mnipatie nyingine kama mnataka uhusiano, unipatie mwenye akunywa maziwa usiku, na huyu nimewarudishia maana mna ng'ombe akunywe ile maziwa ya nyumbani. Baba kaangalia, mama akasema hii kitu italeta shida. Baba akasema hapana, achukue uruhusa. Akapewa uruhusa. Walifanya
anachanganyikiwa. Yule mchana anaangalianga vile wakija kwa boma na gari wanapaki hapo, wamevaa vile nimevaa na mke wangu wanafanana hivi. Nasema hiyo ndoa ilikuwa yangu. Lakini unajua kwa nini watu wengi wakulani kanga? Vitu kama hivi nilifanyanga, unasikia kila asija tukulani kanga, sisi tukulani nyama ya hapo. Hizi ndio vitu mtu anasikia anasema mimi maziwa sitawahi. Ukisikia mnaambiwa ati nyinyi kabila yenu ikulani sijui nini, vitu kama hizi. Akiona tu anaishi anakumbukanga tu vile alipigwa na stima akienda kukunywa. Niulizie jirani yako, wewe uko na katabia kagani? Muulize, ana shida, muulize ana katabia kagani? Kanaweza kukuharibia maisha yako for nothing. Wewe ni Mkristo mzuri kanisani, lakini kuna tu vitu vingine ambazo hujaacha. My messages are prophetic. Kuna tu vitu hata bwana wako kama ametoka akirudi unaanza kujiwaka haraka asione. Watu wanafunganga tuilishi fulani kwa viuno. Wameokoka tu. Mama yake alikwambia kinya kutengeneza kiuno. Funga. Ukisikia mtu anapiga mlango kama ulikuwa unabadilisha nguo unajibadilisha blanketi. Bora tu funike kiuno. Ushanga kama sita. Na zote ziko na dawa. Never ignore your mistakes. Number 5, doing things in the same way is a mistake and expecting another result. Kama huu mwaka jana ulikuwa unafanya vitu na mbinu hiyo na mwaka huu unaendelea na the same formula, you will just get the same results. Don't expect new results. Mwaka huu lazima uinue viwango vyako. Unataka kuabudu namna gani? Unataka kumtumikia Mungu namna gani? Unataka kufanya hata biashara yako namna gani? Umejipanga biashara yako, unataka mwaka huu kuiweka aje? Changes ni gani? Unataka kuaddress clients wako namna gani? Face gani unataka kupatia? Can you facelift your business? Watu wasije tu kuchukuanga vitu na wanaondoka. Unaweza kuona kitu tofauti ambacho unaweza kufanya ili mtu akija kwa kazi yako aone kuna change. My sons and daughters, listen to me. Changes, positive changes in your business can increase your clients. Do you know what? Wale watu wanakununuanga kwako for some time, wanafikanga wakati wanafili kama kazi yako na wewe na hiyo kazi yako na wao, they are part of that system. So when you make changes, they also celebrate like it's their own. That's why kazi yako ikianza kwenda vibaya inakaa vibaya. Some people ambao wana viwango vyao wanaanza withdraw, waende waassociate na mtu ambaye ana viwango vya kufanana na wao. Unanielewa watumishi wangu? Number 6, living without plan is a greater mistake. Living without a plan. Uchore maisha yako mwaka huu unaenda kuishi aje? Kuna vitu nimeandika, nikamwambia mama hizi vitu ndio nataka tufanye. Na akasema hii na hii pia na hii. Sasa hizi zote ni nyingi, tufanyaje? Tukakubaliana toa hii. Mimi mwaka huu niko na only 2. Not even 3, only 2 things I'm going to. Nimejiambia ndio target yangu the only 12 months. Na ni workable, attainable, reality na faith zitafanya zote. Utajani yako kwa ngapi? List yako ni ndefu sana. Na hakuna chenye kitafaulu hata kimoja. Ni ndefu sana, maana zote umeziandika na si realistic. Ni emotion. Utajani yako iko na ngapi? Muulize tena. Mwaka huu ameweka vitu vingapi kwa listi yake? Mwaka huu nataka kufanya, mwaka huu nataka. Please don't write your plan or your strategy using wish. Hii ndio ninataka, yani you are wishing.
make sure una consider so many facts ambazo zina support kila ambacho unataka kufanya. Na sometimes kama uko na mambo mengi, because sometimes tunanunua viwanja, tunafanya mambo mengine hata kwa mikopo, tunajipata na deni, weka hata moja peke yake na uachieve, itakufanya ucelebrate. Kama listi yako ni ndefu na utaachieve chochote, mwaka ikisha utakuwa ndia. Wakati mtu ameachieve kitu kimoja, anasherekea. Ukisema amen ni sawa. You rather just put only one thing and put your efforts there. At the end of the year, vile watu wamesimama wakashuhudia, you also stand and say, God, when I started this year, by your grace, I have achieved this. Number 7, taking life and God's grace for granted is sin. Usione kama ni kawaida, ukumbuke kumshukuru Mungu mwaka unapoendelea. Usimsahau Mungu kwa neno lolote. Number 8, denying others happiness. Usimesi mtu. Denying other people happiness. Kuna watu wakifanikiwa wanafuruga watu wengine. Nafuruga watu wengine kwa sababu wewe uko vizuri. Number 9, pretending to be someone else. Be comfortable in your own skin and bite what you can swallow. Don't live a pretense life. Sisi maisha ya kujifanya. Nilisema juzi, you cannot fake life. Cannot fake. You cannot fake life. Uko kwa namba ngapi tumalizie? Number 10, following someone else's dream. It's another mistake. Following someone else's dream. Fuata ndoto yako. Number 11, burning all your bridges. Sasa tuko na building bridges. Burning all your bridges. Nita explain andika tu. Burning all your bridges. Kuna watu ambao, is my friend, I am his friend. Pastor is my friend, I am his friend. There are people in your life, once Mungu amewaleta katika maisha yako, kuna kitu unapatanga kwao na kuna kitu wanapatanga kwako. Kuna watu wakisha faidika kwa mtu, anavunja uhusiano. That's burning the bridge. Shida iliyokupeleka kwake itakurudisha. Don't burn bridges. Kama kuna mtu uliwahi enda kwake, kuna connection ulitumia, don't remove it. Kilicho kuingia kwenda kwake kikirudi utakwama. Tell your neighbor, don't burn bridges. Kuna watu ambao kila uhusiano ametoka ndani ni mbaya. Kila mtu ambaye kuwa karibu na yeye ni mbaya. Akiachana na mtu anakuwa mbaya. Kila mtu ametoka na ameachana na yeye anakuwa mbaya. Ulitoka kwa hiyo ofisi ni mbaya. Ulihama kanisa hapo ukisema pastor aliniombea na tulilianga. Sasa umeondoka tu 1 week. Kila mtu unakutana na yeye, huko hakuna Mungu. Huko hakuna Mungu, nimegundua juzi. Kuna Mungu. Mungu ako huku. Ukija hapa ukiona Mungu, wewe ulikuwa umemleta. Ukija hapo ulisema hapa kuna Mungu kwa sababu ulikuja ukampata. Nani alimtoa? Let me advise you, usihame kanisa na kutukana huyo pastor. Unasikiza, pastor is not a name. Pastor is an office. Usiwahi tukana huyo bishop. Bishop sio jina la ukoo. Bishop ni ofisi. Mumenisikiza ama mumekujanisikiza? Unasikiza mtu wa Mungu? Kuna watu kila uhusiano ulienda kwa mtu kama mweka mikono nyuma, sasa unaongeana kama mweka mikono kwa mfuko. I was watching a certain program ya Tanzania. Jamaa mmoja alienda, ni story, alienda kwa mganga akasema anataka kutajirika. Yule mganga akamwambia, unataka kutajirika wewe? Una roho kubwa unataka kutajirika? Ndio. Utaweza masharti? Ndio. Kamwambia sawa, kampatia nyungu. Kampea nyungu, kamwambia inua nyungu. Sema pasua. Kapasua. Kasema enda, upata pesa, pata manyumba, pata gari.
umepata kila kitu. Na kweli alipoenda nyumbani akakuta vitu vimebadilika, lakini mama yake amerukwa na kichwa, ametoa nguo, anatoa mate na anaokota wazimu. Akarudi kwa mganga. Sasa unajua kuna magari, kuna mashamba, anaenda kwa mganga akasema bwana, naomba unisaidie. Naomba unisaidie bwana, hili ni ngumu bwana, hili ni ngumu. Wa Tanzania wana hili ngumu. Yaani mama yangu kichwa kaondoka na kuomba, yaani mganga akamuuliza, ulikuja ukipiga magoti ukasema nataka nitajirike. Sasa umerudi kuniambia nisaidie mama yako bwana, umeweka mikono kwa mfuko. Hilo haliwezekani. Ulikuja ukiomba nikufanye utajirike ukiwa unapiga magoti. Sasa umerudi kuniambia nitengeneze mama yako bwana, umeweka mikono kwa mfuko. Akamwambia sharti la kufanya mama yako apone ni hili. Rudi nyumbani, lala na mama yako. Na kichwa itapona. Muulize jirani yako, umechoma daraja ngapi? Ndio maana ukichoma daraja zote, what happens? Wasome nisaidie. Ukichoma daraja zote za kuja kwa, what happens? You become a helpless on an island. Uulize jirani yako tena, umechoma daraja ngapi? Uliza wewe mwingine. Kuna watu, mtu ambaye hamjui ndio rafiki yake. Wale wamewahi kumsaidia wote ni wabaya. Baya sana, wabaya. Sikaka fulani akiongea na yangu inashika vibaya sana. Never ban. Jesus. Because wewe usaidiwa na mtu ambaye ni weaker than you. Mtu akikusaidia, he stronger than you. Ukumbukage siku zote, whoever has ever helped you is stronger than you. Mtu yeyote ambaye kusaidia is stronger than you, because hakuna siku kitu kizito kitainuliwa na kitu kepesi. Mwaka huu kuna mahusiano usiharibu, kuna marafiki sio kutupa, kuna mahusiano sio ya kudharau, yana mchango mkubwa. And sometimes there are people in your life ambao wakati mwingine labda hawakusaidii, lakini they can be your referee. They can be a point of reference. Kuna mtu anaweza kuwa atakujali kwako, lakini kuna mahali anajipata anaulizwa, anasema na sisi hatukujua, akasema mimi Pasabonyo rafiki yangu. Alafu anaambiwa kwa sababu ya Bonyo, kwa sababu ya Pasawota. Kuna mtu anaweza kuwa sikupatii pesa, lakini kuna mahali anaweza kuambiwa unaenda kasema shalom kwa nani, kwa mtoto. Pasatoni kama wewe mtu abasadia ingia. Sasa kulia jina yangu mimi. Yes. Are you listening to me? Ambaye jina yako kwa mara ya mwisho. Never burn bridges. Kuna watu wanaweza kukulia jina yako tu. Number 12. Giving up in your ambition is a mistake. Giving up in your ambitions. Kukata tamaa. Uko na maono ya maisha yako, lakini unajiambia mimi ni kama sitaweza. Kugive up kwa sababu kuna changamoto unapitia. Nisikizeni wanangu. Mungu hakupatii maono na akakosa kuprovidea ni maono. Kama kuna mtu ako karibu na wewe, mwambie vile nimesema. Mungu hawezi kupeana maono kwako na akose kuprovidea yale maono yako. Akikupa maono, hata kama kutatokea changamoto zinazokuja baada ya maono, mwenye maono anajishughulikiaga. Chapia Yesu makofi mazuri. Jesus is Lord. Yesu makofi mazuri tena bila uoga. Jesus is Lord. Never give up on your what? Ambitions. Mistake number 12, 13 nifunge uende usherekee. Abandoning your success habits. Abandoning your success habit or practice. Kila mtu ambaye amefanikiwa ako na tabia, daily habit yake.
mtu ambaye amefanikiwa ako na daily habit yake. Kuna watu unaweza ona mtu tu anaamka mapema, anafungua kazi saa moja, anafungua saa moja kazi yake, anauza kila siku. Alafu kazi yako inaanza kuinuka, inafika viwango fulani, unaenda hapo unauliza fulani hayuko, anasema siku hizi anakujaga saa 5. Wewe kazi yako ina roho yako, si ya wafanyikazi. Hamtapenda hii. Ulikuwa unaamka saa moja mwenyewe, unafungua kazi yako, imepanuka sasa, uko na makompyuta za kumonitor kazi, uko na laptops na kompyuta umeweka. Nani aliwaambia kompyuta mtu hawezi iba kwa kazi yako? Mimi ningesoma sana ungeniweza wewe. Nashukuru Mungu kwa masomo yangu. Mimi nimewahi fanya kwa duka, nimewahi kufanya biashara. Ukiweka system za kukabwa hizi na umeajiri watu, everybody mwenye anafanya kazi kwako hapo anakuwa suspicious because anajua unamchunga. They always live in fear. Na kwa sababu anajua umetengeneza technology ya kuwakamata, nao wanatengeneza technology ya kukukamata. Wao wanajua yako lakini wewe hujui yao. And I will give you a very simple way to steal from somebody who mwenye ako na system. Kama mali yako yote umeweka kwa mtandao, nikiuza inaingia kwa system. Mteja akija anaenda kumchukulia kwa jirani, nauza na napata profit. I'm still stealing. Yes. Ni kweli? Mungu akija kwa duka anasema, nataka peroxide. Peroxide ni pesa ngapi? 600. Imeisha. Ngoja dakika moja tunakuletea haraka sana. Anakimbia kwa duka. Mbia baba, upatie peroxide lakini ujue ni ya mteja. Please, niachie pesa, namwachia 100. Anakuletea, anauza. System inasema peroxide ijaondoka, lakini peroxide imeuzwa. Kweli. Oh yes. Usiache tabia yako ya kujituma mwanangu. Neema hiyo kazi haiko kwa mikono ya wafanyikazi wako, ipo kwa mikono yako. Usipeane funguo ya kazi yako kwa mfanyikazi. Ukapande over your job. Fungua kazi yako mwenyewe, hata kama unaenda safari, enda fungua kwanza. Umeenda? Sikiza tu. Wakati mmoja fanya kazi na wao, ama mnaona wao hapa tao. Watu tutumie mfano ya wale wa hardware. Mpaka akuje mwenyewe, afungue mlango ya hardware, aingie kwanza. Ndio wafanyikazi wafanye nini? Hapa town hata boutique, wakusabachana wakati unakuta wameingia hapo wanapiga soni. Mwenye kazi anakuja saa 5 na tamo si achai. Unajikunywa mwenyewe, unajikunywa matano si mwenyewe. Kama ni nguo ya shilingi 2000, wanaambia mteja 2500. Alafu wanaanza kubageni. Wanabageni, wanafika 2500. Wanachukua 500, wanakuwekea 2000 yako. They are stealing. Hawaendani safari kuleta mzigo, hata hawajui China, lakini wanakula pesa za China kuliko mwenye ndanga China. Pastor, oh my God. Are you listening to me? Usiache tabia yako. Your success what? Habits. Tabia yako na mbinu ambayo ulizoea kuitumia na Mungu anakusaidia. Kwa hiyo usipeane funguo yako. Na kama lazima upeane, sema peana funguo kwa Juliet, au peane kwa Joy, au peane kwa Beta mke wako. Akikuibia ni sawa, maana ni kama kutoa pesa kwa mfuko reali kupeleka mfuko eni. Kama mama atachukua 3 na nunua, hata kurudisha hiyo kwa tena, umenunua kwa mpango tu. Haleluya. Umeenda sasa. Usipeane roho ya kazi yako kwa mfanyikazi wako. Angalia wale watu wanafanya kazi hapa town, wale watu wa mahali yao, watu wanafanya kazi ambazo wanazifunguanga wenyewe. Hata vijana wenye wamejewa wanatokanga tu, wanaenda wanafungua tu hadi wao. Wanawajibia, na baada ya mwaka moja inaisha tena, anarudi hapo. Mzee. Wewe unajua roho yangu. Mtu anafanya kwa wali seri yako
hapo, ameandikwa hapo, mwindi hapo yeye anachukua pesa, alafu baadaye anasema anaenda anafungua duka lake kwa kuibia mwindi, anaenda anafungua ama anafungua mateka duka yake, anaanza kuuza. Mwaka kama ni muda mrefu, ni mwaka moja, unamkuta tena kwa mwindi mwingine yeye anauza, anapeana hiyo hapo. Baba, iliendaje? Alichukua vitu lakini hakwenda na roho. Alitoka na pesa lakini roho. Usipeane funguo ya Wameja, unasikiza basi? Don't give your deputy the key for your office. Mwanzie funguo ya staff, sio ya principal. Yes. Kama utaenda kesho, toa vitu zote kwa ofisi yako, zile wanataka zote. Principal is not your name. Is a what? Kuna mtu mmoja katika ibada sema, mtu wa Mungu, nimekosa sana kwa hilo. Nimekuwa nikikosa sana. Unapeana nikikuombea kazi yako ibarikiwe. Hizo baraka nawekanga juu yako. Hiyo neema nawekanga juu yako. Alafu unaenda una transfer. Wakati tu Adam alisema ni mke, Transfer power. alitransfer responsibility Kwa bibi. bibi akaambiwa ni nyoka. Vile walienda tu wakisema Mungu anaenda kwenye maneno ni mke, anaenda kwa mke. Mke anasema ni nyoka, Mungu anachana na mama anaenda kwa nyoka. Alipofika kwa nyoka, nyoka hakuongea, Mungu akaanza kufanyia judgment kutokea kwa nyoka badala ya Adamu. Judgment ilianzia kwa nyoka ikipanda, badala ya kutoka juu ikishuka. this is common mistake. Abazo walokole mnafanya. Inafika wakati kazi yako inaenda ikiwa wiki. Yule mtu mkubwa ajili anafanikiwa na wewe unaanza kutofika, kwa sababu wakati ulimpea tu funguo, alianza kuchukua roho ya kazi na roho yako pia. Nikusaidie, labda kuna mtu na mkonfuse pole, maana ninafurahi kuhubiria wewe. Absalomu mwana wa Daudi alipoona baba amezeeka na anasahau, alienda akakaa kwa mlango wa mji, sio ndani, kwa mlango wa mji. Na kila mtu aliyekuja kabla hajaongea na baba yake, Absalomu alimuongelesha. Na Maliki anasema na Absalomu akashika mioyo ya watu wa Daudi. Let me teach you the reality. Kama Mungu hangekuwa na Daudi wakati Absalomu alikuwa anapigana na yeye, Absalomu alikuwa ameshachukua uongozi. Because alipoanza vita alikuwa amechukua Wasauli wote mpaka Ahithofeli amefuata Absalomu. Wote Hushai wote na watu 200 ambao hawakujua chochote. Ni Mungu tu alimsaidia. Maana hata kilichokamata Absalomu akikimbia baba yake haikuwa ni wanadamu, ilikuwa ni miti. Ndio ilishikia Daudi mtoto wake. Miti ndio ilishika na nyumbu ikamwacha. Kwa hivyo si mtu, ni Mungu alishika kwa Absalomu. Don't touch my son. Si mtu alishika Absalomu, ni miti akimbia msituni, mtu ukamshika hivi. Ni Mungu tu alishika tu Absalomu hivi. God has used trees for many years. The Bible says that when the Israel were going to fight the battle, Mungu alifanya miti ikamesa wanajeshi wakubwa na ikawacha wale wanyonge. So hiyo miti tu ilishika Absalomu. So kama Mungu hangehusika, Absalomu alikuwa amechukua utawala wa baba yake. Umefanya makosa mara ngapi wewe? Fungua kazi yako, anza, ondoka, acha wafanye kazi pale. Afadhali ufunge the whole day, upoteze 2,000 profit per day, rather than uachie mtu roho. I'm teaching you something here. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Dada yako anaweza chukuaje mume wako? Na alipokuja kukuoa, dada yako alikuwa. Ni kwa sababu alipokuja kwako, ulianza kumpatia majukumu ya mke wa nyumba. Roho ya mume wako ikaendea ile dada yako, ikatoka kwako. Ndio maana nakwambia kupendi. Ulipopatia majukumu, kuwa Pamela ndio jina yako, mama ni ofisi. Ulipea dada yako ofisi yako. So you are irrelevant. You find your office. Ndoa za watu inachukuliwa ngaje? The moment roho yako, nafasi yako inatoka kwenye ofisi.
mtu mwingine anaoccupy ile ofisi yako. Don't give your business key. Mwaka huu uende na hiyo nyumbani. Are you listening to me? Amen. Are you listening to me? Yes. Nifunge kabisa. Wale mnafanya kazi kama yako ni duka, usizoe kuingizanga watu ndani ya kazi yako kupigia story ndani. That is an office. Stop them on the counter. Usizoe kuingiza maroho za watu ndani ya kazi yako. Kuna watu wana mikosi, kuna watu wana nuksi, kuna watu wamelaaniwa, kuna watu wamefungwa. Mwaka huu ni nyingi mno, lakini nimepatia 13 peke yake, kwa sababu mwaka uko na 12, nimekuongeza moja ya bonus 13. Kwa hivyo you have 13 mistakes for the year, na Mungu atakusaidia, hautafanya yale makosa. Inamisha kichwa chako. Nataka tuende na wewe mahali ambapo nimekukuzia kwa mafundisho haya. Mtu wa Mungu, nimesikia hii ni yangu, hii ni yangu. Nataka kurejesha roho ya mtu ilichukuliwa na mfanyakazi wake, hata kama ni mmoja. Nataka nirejeshe roho ya mtu ilichukuliwa na employee wake. Kuna mtu ulimtrust na kazi yako, akachukua roho ya kazi yako. Alichukua roho ya kazi yako kwa sababu you trusted him over. Alichukua roho yako, alichukua wateja wako. Inamisha kichwa chako, tusafiri na wewe mpaka huko. Kule tunaenda kuombea ni mahali ulifanywa kile kilifanyika. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante. Jesus, you are Lord. Thank you. Yesu, wewe ni Bwana. Asante. Asante. You are Lord. Jesus is Lord. Thank you. Thank you. Narejesha roho za watumishi wako ambazo ilichukuliwa, wakaachiwa kazi bila roho, wakaachiwa pesa bila roho. Kazi zao zimeyumbayumba kwa sababu ni roho za watu wengine zilichukua hizo ofisi. Narejesha, narejesha mwaka huu, narejesha mwaka huu, narejesha mwaka huu, narejesha, narejesha hiyo roho ilichukuliwa, narejesha hiyo roho ilichukuliwa, narejesha hiyo roho ilichukuliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kumbuka watoto wako, kumbuka kazi ya mikono yao. Mwaka huu wafanikiwe, mwaka huu wainuliwe, mwaka huu maisha yao isiwe ya kawaida, mwaka huu wainuliwe katika jina la Yesu. Kila roho iliyochukuliwa nairejesha, nairejesha, nairejesha. Kila kazi iliyochukuliwa nairejesha, 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 nairejesha. Oh my God, nairejesha, 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 nairejesha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba mchana wa leo, watumishi wako wabarikiwe na wainuliwe na wewe. Mwaka huu na utangazo ukiwa mwaka wa neema, watumishi wako wakaone hiyo neema katika maisha yao. Jina la Yesu ninaomba hata na kuamini. Amen, amen. Wanangu, mpatieni Yesu makofi mazuri. Basi naelewa wengine hamkupata nafasi kuja jana. Naomba mwaka huu wa baraka kwenu. Mwaka huu ni mwaka wa neema ya Mungu, ukaione neema katika maisha yenu. Patie Yesu makofi mazuri kwa hiyo neema. Ongeza mikono yako nguvu. Ni mwaka wa neema. Neema ya Mungu itakuongoza. Neema ya Mungu itakupa vitu ambazo pesa hizo hupatia. Neema ya Mungu itakutetea katika njia yako. Utaiona neema, hautamangana mwaka huu. Mahali unasikia kuchoka, mwambie tu Bwana, ulisema neema. Mahali unasikia ni vita, mwambie Bwana, hapa nahitaji neema yako. Mahali unakutana na uzito, mwambie Bwana, ni neema tunaitaka. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu.
Asante kwa kututazama. Poleni sana jana tulipokuwa navuka mwaka, ulikuwa na matatizo ya network, ulikuwa na slowdown ya network na tukuweza kuja live. Tulikuwa tumeanza lakini kakataa kwa sababu network ina wenyewe, lakini leo nashukuru Mungu wameweka vizuri na tumekufikia. Mungu akubariki sana. Unaweza kwenda kwa YouTube yako leo na ukawochi ibada yetu ya jana jioni ya kuvuka mwaka, kama hukutupata kwa Facebook, maana tumeupload iko kwa YouTube Reverend Peter Ratoro. Napenda pia nikualike Jumapili tunarudia ibada zetu zote za kila Jumapili 3. Usikose Jumapili saa 12, saa 2 na saa 4:30. Pia napenda tu nikukaribisha katika ibada zetu za Magharibi TV. Tuko kwenye Magharibi TV kila Jumapili saa 2 kamili na tuko kwa Sasa Radio saa 12 kamili asubuhi Jumapili. Na pia nataka nikwambie next week ibada zetu za midweek tumerudi, lunch hour na morning glory na mashirika ya nyumbani itakuwa inaanza Tuesday. Watu wa Tuesday ndio watakuwa wanaanza ushirika wa mwaka huu. Mungu awabariki mpaka tutakapoonana tena. Mwaka huu tuna neno moja tu, Jesus is Lord. Patia shikamo mazuri wote. God bless you. Jesus is Lord. Patia shikamo mazuri. Ongeza mikono yako nguvu. Ongeza mikono yako nguvu. Ongeza mikono yako nguvu. Amen.